kwa kila mmoja mahali popote ulipo, mahali popote ulipo. Asante Mungu kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa kila rika, asante kwa kijana, asante kwa binti, asante kwa kila mmoja ambaye moyo wake umejiambatanisha na ibada ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye anaamini ndani ya moyo wake ya kwamba lipo neno ambalo linaweza likabadili historia ya maisha yake. Asante kwa kila mmoja ambaye anaamini ya kwamba ibada ya leo Mungu anaweza akatenda jambo kwenye maisha yake. Mungu anaweza akatenda jambo kwenye maisha yake. Asante Bwana, asante kwa kila familia, asante kwa kila aliyebeba familia kwa ajili ya ibada ya leo na anaambatanisha na familia yake. Asante kwa kila mmoja ambaye anaambatanisha biashara yake na ibada ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye anaambatanisha kazi yake na ibada ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye yuko tayari kuona mabadiliko kwenye eneo fulani la maisha yake. Yuko tayari kuona mabadiliko kwenye eneo fulani la maisha yake. Asante Bwana. Asante ndani ya huu moja na ndani ya hili kusanyiko Bwana, kwa njia ya mtandao tunajisogeza mbele zako kwa moyo wa toba. Eneo lolote ambalo tumekosea, ambalo tumeharibu, ambalo hatujaenda sawa kwa mawazo yetu, kwa fikra zetu, kwa kuwaza, kwa kutenda, hata kwa kuhisi, kwa namna yoyote ambapo Bwana tumekukosea na tukajikuta tunaharibu na tunakuwa mbali na wewe, sawa sawa na neno lako kwenye Isaya. Unasema lakini maovu yenu yamewafarakanisha, yamewafarikisha ninyi na Mungu, hata hataki kusikia. Bwana, tunasogea mbele zako. Ni kweli kuna maovu ambayo tumeyabeba, ni kweli kuna maovu ambayo tumeyakumbatia, kuna maisha ambayo hayakupendezi wewe, kuna lifestyle ambayo sio ya kwako na tumekuwa tukiendelea kutembea nayo kwenye maisha yetu. Bwana, tunasogea ukatusamee, tunasogea mbele zako ukatusamee, tunasogea mbele zako ukatusamee. Neno lako linasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, nitawafanya kuwa nyeupe, nitazifanya kuwa nyeupe, na nitawatenga ninyi na dhambi zenu kama ilivyo mashariki na magharibi. Mungu, tunasogea namna tulivyo na jinsi tulivyo, ukaturehemu sawa sawa na wingi wa fadhili zako. Mahali popote tumekosea, tunapokumbuka na tusipokumbuka, mahali popote tumeharibu, tunapokumbuka na tusipokumbuka, mahali popote ambapo tulitakiwa kushika neno lako na hatukushika neno lako, mahali ambapo ulitoa maelekezo katika mioyo yetu na hatukufuata yale maelekezo ambayo wakati mwingine alikuja kwa njia ya ndoto na tukapuuzia, tukadharau, tukachukua kawaida. Maelekezo mengine ambayo yalikuja kama mawazo na tukadhani ni mawazo yetu, kumbe ni wazo lako ambalo umeweka ndani yetu, nasi tukapuuzia Bwana. Na umekuwa ukiachilia mawazo mengi, umekuwa ukiachilia ideas mbalimbali, na sisi tumedhani ni kama machale, na sisi tumedhani ni kama ni mawazo yetu, tumedhani labda ni fikra zetu, lakini umekuwa ukiweka wazo lako ndani ya huyu mtu, na mara zote amekuwa akichukulia kawaida na amebaki akilaumu kwa habari ya maisha yake. Na ulimpa wazo ambalo litamtoa kwenye hayo matatizo, ulimpa wazo ambalo litamuondoa kwenye hiyo shida. Bwana, na hili pia tunatubu mbele zako, na hili pia tunatubu mbele zako. Bwana, usitukatie tamaa, usitukatie tamaa mahali popote masikio yetu yalifunga na hatukusikia sauti yako. Usitukatie tamaa mahali popote ambapo macho yetu yaliwekewa giza, yakawekewa ukungu na hatukuona namna ukisema na sisi, hatukuziona ishara ambazo uliziweka mbele yetu na tukapuuzia, tukachukulia kawaida. Tukachukulia kawaida zile details ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinatengeneza mazingira ya kusema na sisi. Bwana, tunatubu kwa kutokuona kwetu. Bwana, tunatubu kwa kutokusikia kwetu. Ukatusamehe Bwana, ukatusamehe Bwana. Hii ni nafasi nyingine tunayoiomba mbele zako. Hii ni nafasi nyingine tunayoiomba mbele zako. Ukatakase mikono yetu ambayo wakati mwingine imekuwa ikizaa mapooza, imekuwa ikiharibu kazi, ikiharibu biashara. Hakuna kitu tunafanya kinafanikiwa. Yote tunayogusa kwa mikono yetu yamekuwa yakienda kwenye vifo, yakienda kwenye misiba, yamekuwa yakiharibika na kuangamia kabisa. Bwana, tunatubu kwenye kila lango ambalo Bwana tulilifungua na tukatengeneza uharibifu kwenye maisha yetu. Bwana, tunatubu kwenye kila lango ambalo tulifungua labda kwa tabia zetu, ambalo lilifunguliwa labda kifamilia, labda kiukoo, yale maroho ambayo yamekuwa yakiweka access kwenye
ulimwengu wa roho, na kwenye kila lango ambalo limekuwa likipitisha uharibifu taratibu, limekuwa likipitisha uharibifu taratibu, Mungu tunasogea mbele zako, 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 ukatusamehe mwenyewe sawa sawa na wingi wa fadhili zako. Ninawakabidhi sakimando sharita rabo sakandarabo shayata, ninawakabidhi mbele zako Bwana, ninawakabidhi mbele zako Bwana, ninawakabidhi mbele zako Bwana. Wewe sio mwepesi wa hasira, wewe sio mwepesi wa hasira. Ni kweli kwa maisha tulio nayo na kwa maisha tulio yaishi na kwa namna tumekukosea, tulistahili adhabu, tulistahili kuadhibiwa na wewe, lakini tazama neno lako, ukalikumbuke neno lako. Unasema Bwana, unatukuza ahadi zako kuliko jina lako. Bwana, itazame hii ahadi, tazama hii ahadi, just check at this promise Lord. Itazame ahadi yako ya kwamba unatukuza hizi ahadi kuliko hata jina lako, vile ambavyo umesema wewe sio mwepesi wa hasira. Bwana, hasira yoyote ambayo iliinuka kwa watoto wako, hasira yoyote ambayo iliinuka kazini kwetu, hasira yoyote ambayo iliinuka kwenye biashara, kwenye ndoa, hasira yoyote iliyoinuka, hasira iliyoinuka na ikaleta uharibifu mahali popote, Bwana, tukimbilie wapi zaidi ya kwako? Tukimbilie wapi zaidi ya kwako? Tuende wapi zaidi ya kwako? Tuende wapi zaidi ya kwako? Petro anasema tuende wapi? Kwako kuna kila kitu, kwako kuna kila kitu. Bwana, tukimbilie wapi ambapo tutapata msaada? Bwana, tuende wapi ambapo tutapata tumaini tena? Bwana, tuende wapi? Tunarudi kwako Bwana, tunarejea tena kwako Bwana. Ni kweli tumechafuka kwa dhambi zetu, ni kweli tumechafuka kwa uovu wetu, ni kweli tumeharibu sana, ni kweli tumeanguka sana, lakini tuende wapi kwingine? Tuende wapi kwingine? Tuende wapi kwingine? Tuende wapi? Ikamandusha rabo saka rabosha rapa kanda raba yaka. Tunaukimbilia msalaba ambao ndo asili ya mema, tunaukimbilia msalaba ambao ndo asili ya mema, tunaukimbilia msalaba, tunaukimbilia msalaba, tunaukimbilia msalaba, tunaukimbilia msalaba. Neno lako linasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, unasema nami nitawapumzisha, nami nitawapumzisha. Bwana, kuna mizigo ambayo imezaliwa kwenye maisha yetu. Bwana, kuna mizigo iliyozaliwa kwenye maisha yetu, nasi tunakukimbilia wewe, nasi tunakikimbilia wewe, nasi tunakukimbilia wewe. Unasema nira yako ni laini, mzigo wako ni mwepesi, na nira yako ni laini. Bwana, ukatusaidie, Bwana, ukatusaidie kama kundi hili kwenye madhabahu yako takatifu, ukatusaidie Bwana, ukatusaidie Bwana, ukatusaidie Bwana. Upinzani wa aina yoyote ambayo umeinuka, upinzani wa aina yoyote ambao umejitokeza na unazuia maendeleo yetu, unazuia kukua kwetu, unazuia kuchanua kwetu, Bwana, ukatusaidie, Bwana, ukatusaidie, Bwana, ukatusaidie. Achilia Roho wako Mtakatifu, achilia Roho wako Mtakatifu, achilia Roho wako Mtakatifu ndani ya kila moja, ndani ya kila moja, ndani ya kila moja, ndani ya kila moja anayetamani kuona mabadiliko, anayetamani kuona mabadiliko. Huyo Roho akaweke uwezo, akaweke uwezo, akaweke uwezo, akaweke uwezo wa kufanyika, akaweke uwezo wa kufanyika. Huyo Roho akaweke uwezo. Roho wa Bwana akaweke uwezo ndani yako, akaweke uwezo ndani yako. Mahali ambapo umejikatia tamaa, unaona it is impossible, unaona haiwezekani, unaona haiwezekani, Roho wa Bwana akujilie wewe, Roho wa Bwana aje juu yako, Roho wa Bwana aje juu yako. Tunamwalika Roho wa Bwana sasa, tunamwalika Roho wa Bwana sasa kwenye kila mazingira magumu, tunamwalika Roho wa Bwana sasa kwenye kila mazingira magumu yaliyokata tamaa, mazingira yasiyoeleweka. Tunamwalika Roho wa Bwana ndani ya hizi dakika, tunamwalika Roho wa Bwana akatake over, akatake over. Tunamwalika Roho wa Bwana akatawale kwenye mazingira yako. Ninamwalika Roho wa Bwana akatawale kwenye mazingira yako. Ninamwalika Roho wa Bwana mahali popote ulipo. Roho wa Bwana hana mipaka, Roho wa Bwana hana mipaka, Roho wa Bwana hana mipaka. Anafika mahali ulipo, anafika mahali ulipo. Roho Bwana anakusaidia, Roho Bwana anakubeba, Roho Bwana anakusaidia, Roho Bwana anakusaidia, anakusaidia mwenyewe, anakusaidia mwenyewe, anakusaidia mwenyewe. Roho Bwana anakusaidia, Roho Bwana anakusaidia, akubebe mwenyewe. Mazingira ambayo unachoka kwenye maombi, mazingira ambayo unachoka kwenye maombi, mazingira ambayo hauwezi kunena lolote, labda kwa changamoto ya maisha, labda kwa changamoto ya maisha, Roho Bwana aliye msaada wako, Roho
Bwana aliye msaada wako, nanyi mtapokea nguvu. Akiisha kuajilia huyo Roho, nanyi mtapokea nguvu. You shall receive power, you shall receive power. Ipokee nguvu ya Roho, ipokee nguvu ya Roho ya kukupa kuendelea. Ipokee nguvu ya Roho itakayozalisha matokeo ndani yako. Ipokee nguvu ya Roho itakayozalisha uwezo ndani yako. Ipokee nguvu ya Roho itakayozalisha miujiza ndani yako. Wakati Mariamu anamuuliza yule malaika Gabrieli ya kwamba litawezekanaje jambo hili, malaika anamwambia Roho wa Bwana atakuja juu yako, Roho wa Bwana atakuja juu yako. Kinachozaliwa na Mariamu kimesababishwa na Roho wa Bwana. Ule muujiza wa Mariamu ulitokana na Roho wa Bwana. Ninaomba kwa habari ya Roho wa Bwana, ninaomba kwa habari ya Roho wa Bwana aingie ndani yako sasa, aingie ndani yako sasa, au tengeneze ule muujiza ambao ulikawia muda mrefu. Ninamwagiza Roho wa Bwana, ninamwagiza Roho wa Bwana, ninamwagiza Roho wa Bwana mahali ambapo ulikwama. Ninamwagiza Roho wa Bwana, anajua ya kwamba uwezi mwenyewe, na unajua ya kwamba uwezi mwenyewe. You cannot do by your own, you cannot done by your own. Hauwezi ukatenda, hauwezi ukaproceed mwenyewe, hauwezi ukaendelea mwenyewe. Ninamwagiza Roho wa Bwana anayeweza kuzalisha matokeo. Ninamwagiza Roho wa Bwana anayeweza kuzalisha matokeo, anayeweza kuzalisha matokeo, anayeweza kutengeneza miujiza, anayeweza kuleta uponyaji, anayeweza kuleta ndoa, anayeweza kuleta kazi, anayeweza kuleta mali, anayeweza kuleta maisha mapya. Ninamwagiza Roho wa Bwana anayeweza kuleta kiu ya kumtafuta Bwana, anayeweza kukusaidia kuomba. Ninamwagiza Roho wa Bwana anayeweza kukusaidia ukaishi maisha matakatifu. Ninamwagiza Roho wa Bwana, ninamwagiza Roho wa Bwana akae ndani yako, akae ndani yako, akae ndani yako, akae ndani yako ndani ya hizi dakika. Ninamwagiza Roho wa Bwana, ninamwagiza Roho wa Bwana aondoe huo upweke ambao umeingia ndani yako, aondoe huo uchungu ulioingia ndani yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kando raba shakarabo sata rapa yaka mando sata rindo saka yaka rebo shate rebo sayaka rapando ramasha yaka rika raba yata tandarabosa rabo shayata. Mtapokea nguvu akiisha kuajilia Roho, mtapokea nguvu, mtapokea nguvu, mtapokea nguvu, mtapokea nguvu. Receive power, receive power, receive power, receive power, receive power. Ipokee nguvu ya kuendelea mbele. Haijalishi mazingira ulio nayo yamekukatisha tamaa kiasi gani, haijalishi mazingira ulio nayo yamekukatia tamaa kiasi gani. Labda watu waliokuzunguka wamekukatia tamaa, wale marafiki waliokuzunguka wamekukatia tamaa, wale watu wa karibu ulio nao wamekukatia tamaa, ama kazini kwako umekatiwa tamaa, ama kwenye biashara umekatiwa tamaa, na una feel ku give up, unajisikia kukata tamaa, na wewe unajisikia kuvunjika moyo. Hata energy ya kuendelea haipo, ile energy ya kusurvive haipo, energy ya kuendelea haipo, kwa sababu ya maneno ya watu kwamba umechelewa kuingia kwenye ndoa, kwa sababu ya maneno ya watu ya kwamba umesoma kazi iko wapi, kwa sababu ya maneno ya watu kwamba kwenye ndoa upo, uzao uko wapi, mbona tumbo limekaza, mbona hauna uzao, kwa sababu ya maneno ya watu ya kwamba wao wanafanikiwa, we vipi? Kwa sababu ya maneno ya watu unajisikia kukata tamaa, unajisikia kukata tamaa. Ninakukumbusha ya kwamba hata Yabesi alikutana na hayo mazingira, hata Yabesi alikutana na hayo mazingira, hata Yabesi alikutana na hayo mazingira, hata Hana alikutana na hayo mazingira. Hali yake haikuwa sawa, lakini Bwana alimuonekania, Bwana alimuonekania, Bwana alimuonekania. Yule anayetamka yasipo kana kwamba yapo, kana kwamba yamekuwako, kana kwamba yamekuwako, yale ambayo hayako, anayetamka mwisho kabla ya mwanzo, anayetamka yote ya kwamba yametokea na yametukia na yanakuwa ya kwetu. Haijalishi mazingira unaoyaona, lakini neno la Bwana ambalo linaachiliwa kama mbegu linaweza likaleta matokeo kwa kuatamiwa na Roho wa Bwana, kwa kuatamiwa na Roho wa Bwana, kwa kuatamiwa na Roho wa Bwana. Lile neno la malaika alilotamka mbele ya Mariamu, alilotamka kwa Mariamu, alilotamka kwenye nyumba ya Mariamu ya kwamba utaleta mtoto, utazaa uzao
na atakuwa Mwokozi. Utazaa uzao. Lile neno la malaika liliatamiwa na Roho wa Bwana, akasema Roho atakuja juu yako. Manake kuja juu ni kuatamia. Anavyokuja juu anaatamia hilo neno. Kando shaka rasika mandusa rapa kota rabayaka. Ninaona kuna watu wanaotakiwa kuinuka majira haya. Ninaona kuna watu, I see people, wanaotakiwa kuinuka majira haya. Haya ni majira yako ya kuinuka. Lile neno ulilolisikia madhabahuni linaatamiwa na Roho Bwana, linaatamiwa na Roho Bwana. Walifika mahali wakakukataa, walifika mahali wakakutenga, wakadhani hauna kitu, wakadhani hautatoboa, wakadhani ndo mwisho wako, ya kwamba wao ni wao, wewe utabaki nyuma. I see somebody, ninamuona mmoja anaye rise, anainuka. Hauinuliwi kwa elimu yako, hauinuliwi kwa connection zako, hauinuliwi kwa bank account, hauinuliwi kwa watu ulionao, unainuliwa kwa uwezo. Kashikata rasika mandusa. Roho Bwana anaatamia neno, anaatamia neno. Roho wa Bwana anaatamia neno lililoachiliwa kwenye madhabahu kwa ajili yako, lililoachiliwa kwenye madhabahu. Neno la Bwana linaatamiwa na Roho wa Bwana. You shall receive power. Iko shata rasakandarabusa rabayaka. Tunashinda na zaidi ya kushinda, tunashinda na zaidi ya kushinda, tunashinda na zaidi ya kushinda. Mande sekete rakokotaraba rapayaka raboshata. Inakuwa kwa uwezo wa Bwana, inakuwa kwa uwezo wa Bwana. Shakandarabasatatarabababa rasika mandusha rabosa rapayeke tetereko rakosita rasika terika mandusa rabasha katatata rakatatata. Neno linaatamiwa kama kuku anavyoatamia mayai, kama kuku anavyoatamia mayai. Hilo neno linaatamiwa, hilo neno la mwaka wa kufurahishwa linaatamiwa na Roho Bwana, linaatamiwa na Roho Bwana. Hilo neno la kuarise linaatamiwa na Roho Bwana, linaatamiwa na Roho Bwana. Roho Bwana anaatamia hilo neno, na linaenda kutimia ndani ya siku 21. Kito rakusha tarabosa rapa kandarabayaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndani ya siku 21 kuanzia sasa unaweza ukahesabu, maana kuna mtu anaenda kuinuka, maana kuna kitu kinaenda kuzaliwa ndani yako. Ndani ya siku 21 kuna kitu kinaenda kuzaliwa ndani yako, kuna kitu kinaenda kuzaliwa, kuna muujiza unaenda kutokea ndani ya siku 21. Kuna muujiza unaoenda kutokea ndani ya siku 21. Kutokea sasa unaweza ukakaunti mwenyewe na ukamwamini Bwana, maana kile ambacho kimetamkwa leo kinaatamiwa na Roho wa Bwana, na kinachukua siku 21 na kinatokea. Wanadhani umepoteza sadaka zako, na wakati mwingine wanadhani umepoteza sadaka zako, lakini siku 21 kuna kitu kinachipua kutoka chini, kuna kitu kinachipua huko, na liko tumaini kwa mtu uliokatwa ya kwamba utachipua tena. Kuna kitu kinachipua, kinatokeza ndani ya siku 21. Kuna kitu kinatokeza, maana Roho wa Bwana kwa sasa anatawala. Roho wa Bwana kwa sasa Roho wa Bwana yuko juu yako, anaatamia neno ya kwamba wewe unafanikiwa, anaatamia neno ya kwamba unapata ndoa, anaatamia neno unapata kazi, anaatamia neno maisha yako yanaeleweka. Roho wa Bwana yupo kazini, maisha yako yanaeleweka. Ndani ya hizi siku unamuona Bwana kwa jina la Yesu. Yapo magonjwa yatakayoachia, karoba shakarabusa rakokoramashaita. Yako mapepo yanayoachilia maisha yako. Zipo nguvu
nguvu za giza ambazo zinaaga, na zinaondoka, na zinaondoka, na zinaondoka. Roho Bwana yuko juu kuatamia, yuko juu kuatamia, yuko juu kuatamia. Receive the power, 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 receive the power. Iko shatarabasaka kandarama sheketere sokarabosaika rasika mandusha tarababa rakomande shekere soyaka rakandarabayatata iko tarama sherika rabosa rapapanderianta tarika rabayata rabo shanderebo sayaka ikamando shatarasokatatata rakatatareko tarabayaka rapayandara masherika rabosa rabayanderebo shakandarabosaika. Inakuwa kwa jina la Yesu, 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 inakuwa kwa jina la Yesu. Receive power, receive power, receive power, receive power. Shakarabosata rapa yaka mandushata rika raba yatata rasota kandara bababa raba yakandara bababa rapa yeketetere bobobobosa rika raboshata ripa seketetere bobosaika. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Jesus, 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 Jesus. Shakira masotara bobobo saika riba shakandara bayatatara bababa rapa ya kamandu sharaba bababa rapa ya kandara boshatara bababa rakakaraba shatara bobobo saika. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana mponyaji, lituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana ponyaji, wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, lituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana.